Rais wa Marekani Donald Trump anatazamiwa kuwasili nchini Israel siku ya kesho Jumatatu asubuhi na kuhutubia bunge la Senate, lakini baada ya hapo atakuwa na ziara ambayo itaenda sambamba na kuachiliwa kwa mateka kutoka huko katika ukanda wa Gaza chini ya makubaliano kusitisha mapigano aliyosaidia wakala wake. Rais huyu wa Marekani atatoa hotuba katika bunge na atakutana na mateka walioachiliwa huru. Afisa wa Israel alithibitisha kupitia shirika la habari la Times of Israel. Kulingana na simu kati ya timu za Israel na Amerika mnamo Ijumaa, ambapo timu ya Trump ilisema itakuwa ni ziara ya ndani na nje, alisema afisa huyo. Kupitia Channel 12 imeripoti ikitaja ratiba isiyokuwa na rasilimali kwamba Trump anatarajiwa kutua Israel saa 3:20 asubuhi na kuondoka saa 1 usiku. Baada ya kuwasili, hafla fupi itafanyika katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion kabla ya Trump kuelekea katika bunge la Senate, ambapo anaripotiwa kupanga kuzungumza hadi saa 5 asubuhi. Kabla ya hotuba yake, Trump atakutana na Netanyahu katika ofisi ya waziri mkuu katika bunge la Senate. Viongozi hao wawili watakutana na familia za mateka katika ukumbi wa Chagall wa bunge la Senate, kulingana na mtandao huo. Muda huo umepunguzwa na likizo ya Kiyahudi ya Simchat Torah ambayo huanza Jumatatu jioni na inaadhimisha kumbukumbu ya pili kwenye kalenda ya Kiebrania ya uvamizi wa mauaji ya Hamas ambayo ilianza vita mnamo Oktoba 7. Ziara hii, kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo wa Israeli, wanasema ni ziara ya ushindi ya rais wa Marekani Donald Trump baada ya kumaliza vita kati ya Israel pamoja na kundi la wapiganaji la Hamas. Waisrael wanamsifu rais wa Marekani Donald Trump kwa kazi kubwa aliyoifanya ya kumshawishi waziri mkuu Benjamin Netanyahu na baadhi ya mawaziri wake juu ya kumalizika na kukubali kumaliza vita na kuachana na mpango wa mapigano katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Kufuatia hotuba yake, Trump atarejea uwanja wa ndege kwa ajili ya kuondoka. Anatarajiwa pia kukutana na mwenyekiti mwenza wa mkutano wa kilele wa amani huko Sharm el Sheikh nchini Misri na orodha ya viongozi wengine wa ulimwengu siku hiyo. Shirika la utangazaji la Kan limesema kwamba Trump alipaswa kuwasili siku ya leo Jumapili, lakini safari hiyo ilisitishwa kwa siku moja kutokana na ugumu wa utaratibu wa kuiandaa safari hiyo. Baada ya kutangaza kwamba Israel na Hamas wamekubaliana na hatua ya kwanza ya mpango wake wa amani uliopendekezwa, Trump siku ya Alhamisi alisema alipanga kuondoka kuelekea Mashariki ya Kati siku ya Jumapili na anatumai kuwa Israel, wakati mateka watakapoachiliwa Jumatatu au Jumanne, lazima awepo. Chini ya awamu ya kwanza ambayo serikali iliidhinisha Alhamisi usiku, Israel ilitakiwa kujiondoa haraka katika eneo la ukanda wa Gaza na kusababisha Hamas kuachilia mateka ndani ya saa 72 kwa kubadilishana, Israel ikiwachilia karibu wafungwa 2,000 wa Kipalestina, wakiwemo 250 waliotumikia kifungo cha maisha kwa makosa ya usalama. Mtazamaji wa The World News, hii ni ziara ya rais wa Marekani Donald Trump kuelekea katika eneo la Mashariki ya Kati. Ni baada ya kukamilika kwa uondoaji wa vikosi vya jeshi la Israel na kusimamishwa vita katika eneo la ukanda wa Gaza uliofikiwa adhuhuri mnamo siku ya Ijumaa, ikimaanisha kuwa mateka wanapaswa kuachiliwa ifikapo saa 6 mchana siku ya Jumatatu. Bango kubwa la kumtaka rais wa Marekani Donald Trump kupata makubaliano kusitisha mapigano Gaza limetolewa wakati wa maandamano ya kuwaunga mkono mateka hao katika uwanja wa Hostage Square huko Tel Aviv Agosti 31. Siku ya Alhamisi yalianza maandalizi ya safari ya Trump, huko spika wa bunge la Senate Amir Ohana akimpa mwaliko rasmi kuhutubia bunge. Itakuwa ni ziara ya kwanza ya Trump nchini Israel tangu arejea ikulu ya Marekani mwezi Januari. Hapo awali alitembelea Israel mwaka 2017 katika safari yake ya kwanza ya kimataifa kama rais katika muhula wake wa kwanza. Ziara ya Jumatatu inakuja wakati wafuasi na wakosoaji wa serikali ya Israel wamemmiminia sifa rais huyo wa Marekani kwa juhudi zake za kufanikisha makubaliano ya kusitisha mapigano na kuachia huru mateka. Makundi ya kigaidi huko Gaza bado yanashikilia mateka 47 kati ya 251 waliotekwa nyara katika mauaji yaliyoongozwa na Hamas kusini mwa Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Basi mtazamaji, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.